Twende kwa Ali Bakari ambapo yeye yupo mtaani. Ali, kama unanisikia, mashabiki wanasigana vipi huko kuelekea katika dabi hii ya jioni? Asante sana Filipo Cyprian. Kwanza nikwambie tu ya kwamba sisi tumeamkia eneo la Boko Magengeni. Unaiona hii pembeni kwangu hapa, hii ni barabara ya Bagamoyo ama unaweza ukasema Bagamoyo Road. Huku magari yanajieleza kwamba huku ni Boko kwa maana ya Bunju, na huku ambako sasa hivi unaona hiyo picha, huku ni ndio unaenda Boko Basiaya, Tegeta, Mwenge mpaka unafika ofisini hapo Tabata TOT, au kama unataka kwenda Kariakoo na maeneo mengine. Kwa hivyo hapa, lakini nilipo hapa ni njia panda ya kwenda katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ni eneo ambalo lina hekaheka za usafiri kwa kiasi kikubwa. Kwa ndio maana unaniona kidogo utulivu wangu sio mzuri sana, ni kwa sababu eneo ambalo vyombo vya moto vinapishana kwa wakati wote, bodaboda, bajaji, daladala, gari binafsi zinapita hapa muda wote. Huu ndio barabara hii ya kuelekea Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa ambaye ni mgeni wa kufika katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, unanyosha moja kwa moja na barabara hii. Ukifika mbele kule utakuta kuna roundabout. Ukitoka hapo roundabout unasogea mbele kidogo, umefika katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Hali ya hewa ambayo tunakutana nao wakati Filipo Cyprian na jopo lako la wachambuzi mkiendelea hapo studio, mlikuwa mnaulizana hali ya hewa kwa maeneo ambayo wachambuzi wako wametokea. Kwa huku upande wa Boko Magengeni, kwa sasa hivi tunavyozungumza hakuna mvua, ila tu kuna hali ya wingu angani. Hatujui kama kuna mvua yoyote itanyesha. Mimi napatikana maeneo ya Tegeta. Wakati natoka Tegeta kiasi kulikuwa kuna vimanyunyu vilipita kidogo majira ya saa 11, 12 alfajiri, lakini hali mpaka sasa bado ni nzuri. Dabi ya Kariakoo haiongopi hata kidogo, na hicho ambacho nakizungumza kinadhihirishwa na hekaheka ambazo zinaendelea maeneo haya. Ukisogea mbele kidogo utakuta watu tayari wameweka jezi kwa wale ambao wajasiriamali. Tutasogea huko. Lakini eneo hili wapo watu ambao wanatafuta riziki kwa njia za usafirishaji. Hawa ni maafisa wa usafirishaji ambao tumezoea kuwaita bodaboda. Wapo hapo wengine na jezi zao kabisa. Bwana, salama ndugu zangu. Salama ndugu zangu. Tupo vizuri? Tuko vizuri. Mbona kama mmepoa hivi? Hapana, bado mapema. Ya kusikani wewe, kusogea. Ya kusikani hiyo baba. Kama kawaida. Mbona kama mnaonekana mmepoa? Hamna, hatujapoa, bado muda tu. Mbona kijiwe hichi kinaonekana jezi za Simba zaidi? Kwa nini? Simba si ndio Tanzania? Simba ndio Tanzania. Yaani Simba ndio Tanzania. Sabiki hata siku moja, angalia hata taifa. Simba na Yanga. Geuka hivi kwanza ukoone vizuri. Nyumbani huko. Tusogee huko. Mpo nyumbani? Tuko nyumbani. Yaani nyinyi mashabiki wa Simba ndio mnasema ni nyumbani? Nyumbani, ndio nyumbani kwetu. Nyumbani kwa maana ya makazi au makazi au nyumbani kwa Simba? Yaani makazi kwa Simba, makazi uwanja, kwetu tuko nyumbani. Sisi tunatokea hapo kilomita 1.5 kufika uwanjani. Tuko nyumbani. Wewe umepata wapi nguvu ya kuamka na jezi yako leo? Mimi ni mwana Simba asilia mwanzo mwisho. Kwa hiyo kuamka na jezi ni kitu cha kawaida tu. Au mwenendo wa Simba baada ya dirisha dogo unakupa nguvu? Hapana. Haina baada ya. Hawa wote wananijua. Mimi kuvaa jezi ya Simba kila day, hata kama iweje. Hebu tukumbushe kwanza jina lako ili nyumbani huko wakujue. Kwa majina naitwa Salumu Mpambika. Mtu wa kusini huko Lindi. Wewe mtu wa kusini? Yes. Sawa, kusini huko ni mnyama huko ndo anatawala? Mnyama kila kila kona mnyama. Kila eneo? Bwana wewe. Mnyama kama timu ya polisi tu. Kila unapoenda polisi hawakosi. Filipo Cyprian na watazamaji wa kurasa za mwisho. Yes, shabiki huyu wa Simba anatamba, anasema Simba Sports ni kama polisi. Timu ya polisi popote inaweza ikaweka kambi kwa sababu vituo vya polisi vipo maeneo karibu nchi nzima. Jamani, hapa mbona naona mashabiki wa Simba tu peke yake? Hamna wa Yanga hapa? Wayanga wapo. Wayanga wananchi mpo? Wapo wengi sana. Bwana mmekaa nyuma sana. Sogea bwana. Sogea ndugu yangu. Bwana, mambo vipi? Shwari. Upo vizuri? Niko poa kabisa. Salama kabisa. Unyama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ayubu. Unaitwa? Ayubu, hebu ngoja. Ingo wenzani mbona kama nyekundu nyasi? Sema baba, sio yangu. Sio mnyama baba. Sio mnyama hii. Sasa Hassan unaificha ficha? Hassan unaificha ficha? Si unajua sawa. Sawa, umewasikia wenzako hapa wa Simba? Sikia apiga kelele tu hapo. Wanapiga? Kelele tu. Kweli? Live. Wana sababu hujua? Sababu hiyo haina msingi sababu yao hiyo. Umekutana nao mara mbili pale Zanzibar mwaka huu tu. Mwezi wa 3 tarehe 1
lakini pia juzi hapo umekutana nao tena na maji yakawa ya humu, si unajua? Maji hakuwa shingoni. Wewe mwenyewe si umeona baba? Mimi nimeona ndio. Wewe si umeona? Ulishinda? Sijashinda. Penalty ya mchongo ile. Bwana, mechi ya leo unaizungumziaje? Mechi ya leo bwana, mechi ya leo itakuwa nzuri. Itakuwa nzuri sana kwa sababu Simba na Yanga wote wamejipanga. Ila atakayechanga karata zake vizuri lazima aondoke na pointi 3. Kwa namna ulivyotazama michezo miwili ambayo ulikutana nao mwezi wa 3 na tarehe 29 ya mwezi wa 4 katika fainali ya Muungano Cup, wewe unafikiri Simba hii unaiweza msimu? Simba hii nyepesi sana. Simba hii nyepesi sana. Leo yani namla kichwa. Uwepesi wao unatokana na nini? Kikosi chao kibovu. Kikosi chao kibovu. Bwana, hebu sogea ndugu yangu, sogea ndugu yangu. Mambo vipi? Hapo. Upo vizuri? Niko fresh. Umeamka kabisa na ya kusikani, si ndio? Ya kusikani kabisa. Unaitwa nani wewe? Naitwa Hamisi Juma. Mchezo leo unazungumzia? Nazungumza huko vizuri sana. Unaitazamaje mechi? Naitazama vizuri sana. Tutashinda sisi Simba. Unashinda kweli? Ndio. Kweli baba? Tunashinda. Sawa. Bwana, shabiki wa Yanga mwingine? Wa Yanga, hebu sogea. Sema sasa. Leo mashabiki wa Yanga wameamka na nguo zenye rangi nyekundu. Huyu wa pili, bwana, mambo vipi? Nawafariji. Au wewe ndo unajifariji? Mimi ndo nawafariji hawa. Au unajificha kwenye kivuli cha? Nikajificha. Unaitwa nani? Hawa. Unaitwa Ali. Unaitwa Ali nani? Ali A Mvungi. Mechi ya leo unaizungumziaje? Mechi ya leo itakuwa tamu endapo mvua haitanyesha. Ila kama mvua itanyesha, hatutoshuhudia ubora wa mechi. Ila mvua isiponyesha, tutashuhudia ubora wa mechi. Lakini hali sinajulikana kwamba hii ni masika, kwa hivyo timu lazima zijiandae. Kwa maana yake hata kama wakijiandaa kutokana na viwanja vyetu, lazima ule ubora halisia wa dabi hatutouona kama mvua ikinyesha. Lakini kwa hali ya kikosi chako wewe unatazamaje mechi? Natazama ushindi. Tegemea kupata ushindi 100%. Sawa. Ndugu zangu, lakini mpo vizuri, lakini tuko poa. Mpo ngangari? Tuko poa. Haina lawama hizi. Haina lawama. Bwana, haina lawama bwana. Ndio kitu ambacho tunaweza tukazungumza kutokea hapa Boko Magengeni, kama nilivyotangulia kusema awali ya kwamba hiyo ndio barabara kuu ya Bagamoyo ama Bagamoyo Road. Hiyo hapo, lakini hii hapa ambako nimesimama mimi huku na kuona naelekea huku ndio kuelekea Meja Jenerali Isamuyo. Kutokana na muda, wacha nirejeshe kwanza matangazo kwako Filipo Cyprian, lakini sisi tumeshafika eneo hili na mwenzangu Hansi Amadonta kwa ajili tu ya kuwajuza Watanzania hali namna ilivyo pembezoni mwa uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo kuelekea dabi ya Kariakoo majira ya saa 12 jioni.